Amani ni hali ya utulivu inayopatikana katika nchi au katika familia. Amani inapovurugika nyumbani, mfano baba na mama hawaelewani, ina maana hata watoto malezi yao yanakuwa mabaya. Amani inapovurugika katika nchi, ina maana kitaifa, maendeleo, uchumi pia utayumba. Kwa hiyo amani ni kitu kimoja, kifupi naweza kusema kinahusiana na mambo ya utulivu. Amani, upendo na furaha viko ndani ya amani. Kwa kiasi fulani naweza kusema kwa asilimia 40 mpaka 35 mitandao ya kijamii inavuruga amani kwa kiasi fulani. Kwa sababu kama sasa hivi tuko katika system ya vyama vingi. Kwa hiyo unakuta katika vyama vingi chama hiki kitasema hivi, chama hiki kinasema hivi. Kila mtu anavutia upande wake. Mfano mimi ni CCM, siwezi nikamsifia labda UDP. Kwa hiyo nitasema kibaya kuhusiana na UDP. Watu wa UDP hawezi kufurahi na maneno ya CCM. Kwa hiyo kupitia mitandao ya jamii vile vile tunaweza tukavuruga amani yetu. Mimi kwa upande wangu nikisikia mtu kama anavuruga amani, kama na mudu nitajitahidi kumwambia anachofanya sio kizuri. Lakini kama naona si mudu, basi nitaondoka katika hilo eneo. Kwa sababu tunapokuwa tunajiundika sehemu moja, ina maana uchochezi utaendelea, lakini unapotawanyika uchochezi unakuwa hamna. Baba wa Taifa wakati anadai uhuru, baada ya kupata uhuru alikuwa anacheza bao kwa ajili kutaka kuzungumza na watu na kujenga amani. Amani ambayo ilijengwa na Baba wa Taifa ni mzuri sana, kiasi kwamba alikubali michezo ichezwe na watu washirikiane, tuwe na kujitegemea, ujamaa na kujitegemea, akiwa na maana kwamba tukijitegemea tutakuwa na uwezo wa kujenga amani na kujijenga sisi wenyewe. Kwa hiyo tumshukuru sana Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tumshukuru Mama Samia Suluhu Hassan ambaye naye anaendeleza michezo na amani kubwa ndani ya nchi yetu ya Tanzania na nchi za nje pia. Umuhimu wa amani ni kwamba tukiwa na amani tutakuwa na mapenzi mema na tutakuwa tunafanya kazi zetu vizuri bila matatizo yote. Bila amani hatuwezi tukaishi vizuri katika nchi yetu. Ndio maana ya amani. Amani ni kitu kikubwa, upendo, mshikamano, ushirikiano unajenga kitu kinachoitwa amani. Amani ni jambo kubwa sana katika nchi yetu.